Hili Boni Online TV. Je, wewe ni mmoja wapo unahitaji kiwanja kwa makazi bora na salama? Basi usiwaze tena. Suyutu Link Tanzania tumeandaa mradi mkubwa wa 3 wenye viwanja zaidi ya 500. Mradi wetu upo Vikindu, maarufu kiwanda cha plastiki. Hebu sikiliza, kama hupati haki kwenye chama chako, unaweza kuitafuta haki ile kwenye vyama vingine. Halafu nataka tena nitumie nafasi hii kuambia Watanzania, msiogope. Unaweza kwenda Dar es Salaam kwa basi. Kama basi limekuacha, chukua pikipiki, utafika tu. Umekulia kwenye CCM. Ndiyo. Kuanzia udogo wako mpaka sasa. Ndiyo. Ukitoka CCM na kwenda chama ambacho hakiamini katika falsafa na itikadi ya CCM, utaifurahia siasa huko? Ngoja nikueleze. Kwanza ili niliweke sawa. Kwanza kumtoa mwanachama, kufukuzwa mwanachama ni ushamba. Ni ushamba. Dunia ya sasa haifukuzi mwanachama. Hutasikia kokote isipokuwa China wanaweza kumfukuza mwanachama, na Urusi. Kwa nini? Kwa sababu Uchina na Urusi, wewe unapoingia kwenye chama, unaingia kwanza kwenye Komsomol. Komsomol unapikwa, vijana wanapikwa kwanza. Alafu baadaye unachunguzwa na Politburo. Kule wanaangalia sanctity, kwa Kiswahili chake ni usafi wako katika maadili. Usafi wako kwenye maadili inaitwa sanctity. Ukitimiza hilo kwamba wewe you have the sanctity, kwa sababu na wamerecruit wao kutoka utoto wao, wanaweza kweli wakakunyoa uongozi, wakakuondoa uongozi au kukuondoa wanachama. Vinginevyo katika dunia nzima ya watu bilioni 4, hakuna chama kinachoweza kusema tunamfukuza Membe kwa sababu alitaka kugombea rais. Ni ushamba. Subiri. Ni ushamba mkubwa sana. Unapoondolewa chama chako, wala huondolewi itikadi yako, wala huondolewi siasa yako. Hakuna mtu wa kuondoa siasa yako mpaka unakwenda kaburini. Mwanasiasa hafi kisiasa. Hata ukimuondolea ile, kule nina vyombo vyangu vya kufanyia kazi nilivyovichukua toka kwenye CCM. Kama wewe unipendi, mimi bado chama changu nakipenda, na nitatumia elimu yangu ya chama kile kile kuendeleza mambo ambayo nayaona yana nafasi. Na kutoka kwenye chama muda mmoja akukuzuii wewe kurudi tena muda mwingine. Una mifano mingi ya kueleza habari. Nafahamu. Kwa hiyo again, mtu kutoka alafu baadaye ukarudi kama walivyofanya akina Mama Kongoro Nyerere, it is something there. Nafahamu mzee Wasira alitoka mwaka 95 akarejea. Makongoro Nyerere alitoka akarejea, hata Edward pia alitoka amerejea. Bernard, sasa hivi wanakutazama na kukusikiliza, wanajua sasa joto la siasa kubwa nchini Tanzania, na wewe nia yako ya kutaka kuwa rais wa Tanzania, wahudumia wa Tanzania iko pale pale. Hebu tuambie, unakwenda wapi? Sijui, kwa sababu njia ziko nyingi za kufika. Ni sawa na mtu umeachwa na basi kwenda Dar es Salaam, unakwenda sasa, unamuuliza mtu unakwenda vipi, atasema sijui, maana inaweza kuja Lindi ndege. Nikapanda ndege nikaondoka. Akatokea mtu wa pikipiki akanipa lift nikaenda Dar. Mtu mwingine akaja kufika na baiskeli, asema bwana twende tujikongoje hivyo tufike Dar es Salaam, unaweza kufika. Na ninasema kutoka kwenye dhamira ya moyo wangu, mpaka dakika hii watu wanasema Membe anakwenda ACT, Membe anakwenda Chadema, Membe anakwenda ACT, Membe anakwenda Chadema. Sijatamka, na wiki iliyopita ilipofika hilo niliwaeleza, jamani, mimi sijaandika barua ya kwenda kwenye chama chochote. I'm an asset. Lakini ni kweli vyama viwili hivi ni chaguo lako kabisa. Rudia swali. Vyama viwili hivi, ACT ama Chadema, kimoja wapo tutarajia? Hapana, sio lazima. Kwa nini uisemi MCCR? Why not? Mimi nakwambia hivi, the portfolio, yani uwanja uko mezani, chochote kinaweza kuja, kitakachonipendeza naweza kufika. Lakini nasubiri kwanza, sitaki kuingia kwenye mtego. Nasubiri kwanza chama kitamke. Je, kiliteleza? B, kiliamua kweli? 3, naweza nikapata barua yangu. Chama kitakaa Julai, mwisho wa kupelekwa kurejesha fomu Jumatatu ijayo tarehe 30. Kwa nini waandishi hamkuliuliza hilo?
Kwa nini unaweka cart before the horse? Yaani kwa nini farasi yuko hapa baadaye kuweka lile dubasha lile cart ile huko nyuma unaliweka mbele? Kwa nini neck ambayo inatakiwa kukaa mara 2 kwa mwaka, miezi 6 ya kwanza mara moja, miezi 6 nyingine mara ya pili, katiba inatamka hivi. Na neck ndio inashughulikia masuala yote ya uchaguzi, sio Central Committee. Kwa nini mwaka huu kuna maajabu haya ya neck kuwekwa Julai na process zote za uchaguzi zinaendeshwa na Central Committee alone, wakati majukumu ya neck wakati wa uchaguzi yametamkwa wazi? Kwa nini amuulizi kitu hiki akina Doto? Why do you let these people do this? Majukumu ya kuchagua, ya kupitisha, ya ratiba na vitu gani ni National Executive Committee. Haijaka iko Julai. Sasa hivi tuko Juni. Kwa nini ampozi hili swali? Kwa nini imewekwa Julai wakati process ya uchaguzi itakiwa ibatizwe na ipate baraka ya halmashauri ya taifa? Sasa mbali na hilo, Mheshimiwa Bernard Camillus Membe, kuna sasa uchaguzi unaenda kufanyika na muda mfupi kampeni zitakuwa zimeanza na dhamira yako iko hapo. Hukubaliani sasa hivi na jinsi chama chako kinavyoendesha demokrasia ndani ya chama? Swali hili vizuri, lakini it has nothing to do with the elections. Lakini ngoja nilijibu hivi. Unachokisema ni sahihi, au swali lako ni sahihi in a way, kwamba demokrasia ndani ya chama lazima ionekane ikifanywa. Mimi nataka nikueleze, tangu niingie kwenye siasa hii mwaka 1977 na nimeishi nje miaka 10, najua demokrasia ndani ya chama. Demokrasia ndani ya chama inajitokeza zaidi wakati wa uchaguzi. Demokrasia yoyote ndani ya chama inajitokeza zaidi wakati wa uchaguzi. Kama moja, wewe Doto utawaambia wanachama kwamba sikilizeni, nyinyi si mnachagua madiwani na wabunge, ndio, lakini mimi ndio mwenye sauti ya mwisho. Nyinyi mnaweza mkachagua huko nikabadilisha nikakatilia mbali majina yenu. Unavunja demokrasia ndani ya chama. Unachowaambia wanachama pale ni kwamba mkitaka mchague, msichague, mimi nitakuwa na mtu wangu, nitampitisha hapo. It's very dangerous. Na katibu mkuu anapenda sana kusema usemi huo. Kwa nini unasema hivyo? Unawaambia nini wanachama wa kawaida? Kwamba wasichague mtu wanaompenda? Wewe ni nani unakwenda kukataa chaguo lao? That is undemocratic. La kwanza hilo. Na mimi wanalipinga. From 1977. 2. Unasema okay, huyu amefanya kosa hili la kutaka uongozi na huyu anafanya kosa hili la kufuata uongozi, tumfukuze. That is undemocratic. Maana yake unajua ni nini? Watu wangu mimi wataniunga mkono. Hatutakuchagua Doto. Hata ungekuwa na pembe. Wewe ni nani? Ujui kwamba ukimtoa huyu ana kundi lake, ana watu wake, ana society yake itamunga mkono. Unaondoa demokrasia ndani ya chama. You cannot punish mtu hata wakati wa elections. Unamwambia kwamba wewe uondoke. Hata ungekuwa jabari namna gani, utapata matatizo sana. Hicho ni kitendo cha pili, kufukuzana. Is undemocratic. Cha tatu, kama kwa mfano unakuja unatoa amri, unasema mimi sitaki mpinzani ashinde kwenye jimbo la mtaa. Unatamka sitaki mshindani, yani mpinzani ashinde jimbo la mtaa. Nataka madiwani wawe wana CCM, nataka wabunge wawe wana CCM, na wasipokuwa hawa Doto uniachie nafasi yangu. That is undemocratic. Na tuona aibu kuzungumza swala hili. Mimi nazungumza mbele ya Mwenyezi Mungu. Na namheshimu sana Mungu. Kuna maswala ndani ya chama chetu, na hasa wakati wa elections, they are not democratic. Na we must stop this. We must stop this. Si swala la Membe kuwa na nia ya kugombea. Tunakwenda against the norms za dunia. Universal suffrage maana yake ni kuacha watu wachague mtu wanayemtaka, hata kama wewe umpendi. Usitoe conditions pale kwamba wewe huyu asipopita wewe uniachie nafasi yangu.
unakula ugali wangu na gari yangu. No. Chonde viongozi. Huko ndio kuvunja demokrasia ndani ya chama. Na ndio maana juzi kama ungelisikia speech yangu, nilikuwa na wasifu wapinzani. Nendeni hivyo na msijali whether it is 10 years or 5 years. Hakuna kitu muhimu katika demokrasia yoyote ya chama kama enshrinement ya democracy ndani ya chama wakati wa uchaguzi. Sasa let people go. Wakati unaongea na wananchi wako, yeah, watu wa hapa, yes, wiki moja imepita hii, siku 3 zimepita, nimekusikia kuna mambo mawili nataka nisikie kutoka kwako. Kwanza, umeonesha hofu na mfumo wa usimamizi wa uchaguzi nchini Tanzania, tume ya uchaguzi. Unakwenda kuingia kwenye uchaguzi huko unapokwenda katika mfumo huu? Hapana. Sikiliza. Kwanza niliseme tena watu waelewe. Inawezekana Doto huna hofu. Mimi nina hofu kubwa sana. Sisi tume yetu ya uchaguzi inaitwa tu tume ya uchaguzi, National Electoral Commission, full stop. Sawa? Haijaanza na neno Independent National Electoral Commission kama zingine zilivyo duniani. So lazima uingize neno I, Independent National Electoral Commission, tume huru ya uchaguzi, sio tume ya uchaguzi. Hata neno lenyewe tu Doto, wewe ni msomi, halijakaa vizuri. NEC, National Electoral Commission, tume ya uchaguzi ya taifa. Dunia ina Independent National Electoral Commission, tume huru ya uchaguzi wa taifa. Weka ile I. Sasa unaipataje ile I? Unaipata ile I ile kwa kuangalia tatizo liko wapi. Na tatizo hili ninalotaka kuambia. Mimi mwaka 2010 So, yes, mimi mwaka 2010 kwenye uchaguzi wangu wa mwisho, kwa sababu 15 siku ndio kulikuwa na kituko ambacho lazima nikiliambie taifa, kwa sababu kuna mtu anasema wewe uko mwishoni mwanzoni uko mbona mlikwenda kwenye hii tume hii na sasa hivi why do you change? Na sio swali letu sasa. Now listen to this. Subiri. Mimi nilijaza ubunge mwaka 2015. Baada ya kujaza ubunge mwaka 2015 kwa upande wa CCM, hayupo aliyejitokeza kuwa na mimi. Kwa hiyo ndani ya CCM nilipita bila kupingwa. Nikasirika sana, kwa sababu I like competition. Ikafika nafasi sasa ya kupambana kati ya vyama na vyama. Tumekaa wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, niko peke yangu. Wiki ya 4 akatokea mtu kutoka TLP akaenda kuchukua fomu, akapewa fomu. Lakini katika kupewa fomu akaombwa apeleke barua ya TLP inayosema kwamba sisi chama cha TLP huyo ndiye tunamtaka agombee jimbo la Mtama. Hakuwa na barua. Wakapigiwa simu viongozi wa TLP taifa, jamani, kuna mtu huyu anaitwa fulani anataka kugombea ubunge jimbo la Mtama, tunaomba barua. Wakasema hatumjui. Lakini tukasema haya, leave, be that as it may, hebu tuache hilo, mpeni fomu. Akapewa fomu. Baada ya kupewa fomu akatakiwa aweke wadhamini, nadhani walikuwa 250. Amekwenda kutafuta wadhamini. Mule ndani akaweka wadhamini wa Chama cha Mapinduzi, na alikuwa TLP. Mule ndani akaweka wadhamini wa vyama vya zamani, yaani watu wa zamani. Sasa mimi na timu yangu tuna haki ya kukagua ile orodha, kwa sababu unaweza kuweka objections. Katika majina yale 250 tukakuta zaidi ya nusu majina ya watu hawajulikani, hawana kadi, na wengine ni wana CCM, wakati hiyo ni TLP. Tukapeleka lile swala kwenye National Electoral Commission. Tukasema tuna mtu hapa ambaye A hakuandikiwa barua na TLP, B amepeleka orodha ya watu wanaosema ni wadhamini, lakini wengine ni wana CCM wenzetu. Na katiba pale na sheria iko clear kabisa kwamba ni violation ya electoral process. Mnasemaje wakubwa? Wakasema
Mheshimiwa Membe, wewe una wasiwasi gani? Kwanza tuna uhakika utashinda. Sasa wewe tumeshotengeneza sisi kadi. Yaani tumeshotengeneza zile picha. Huyo tunamwacha aendelee. Gross violation ya electoral commission process ya zile. Wakasema hivi, madhari wewe Mheshimiwa Membe tunajua utashinda. Mwache tu, utashinda wewe. Of course nishinda mimi. Lakini kakaa baadaye kufanya post-mortem. Kwa nini tulifanya vile? Kwa nini tuliruhusu mtu aliyevunja? Mpaka leo ninazo copy kwenye ofisi hii ya violations zile zote zile. Lakini zote zile zilimezwa na National Electoral Commission zikisema kwamba tunataka ushindani. Tunataka ushindani. Na kweli, that is how I won. Na it's very unfortunate. Immediately baada ya elections ile akafariki yule bwana. Je, wewe ni mmoja wapo unahitaji kiwanja kwa makazi bora na salama? Basi usiwaze tena. Suyutu Link Tanzania tumeandaa mradi mkubwa wa 3 wenye viwanja zaidi ya 500. Mradi wetu upo Vikindu, maarufu kiwanda cha plastiki, katika wilaya ya Mkuranga. Kama unatokea Tandika, Gerezani na Posta, utapanda gari moja tu mpaka Vikindu. Ukitoka Vikindu kufika kwenye mradi wetu ni umbali wa kilomita 3 tu. Mradi wetu umezingatia masharti na vigezo. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, umeme, shule, hospitali. Vyote hivi vinapatikana kwa ukaribu. Barabara zinapitika masaa 24 pamoja na makazi ya watu wanaoishi. Viwanja vyote vipo katika hali ya tambarare. Viwanja vyenye ukubwa wa futi 40 kwa 50. Bei zetu ni nafuu, 1,800,000 kwa kila kiwanja. Utalipa kwa awamu 2. Bila kusahau nyaraka zote za kiserikali zinapatikana. Wote mnakaribishwa Suyutu Link Tanzania. Kwa mawasiliano piga namba 0654 773967 au 0687 830405. Gilly Bonny Online TV. Gilly Bonny Online TV.